Sasa kwa ufupi, hali ya haki za binadamu ilidorora sana mwaka 2025 na hii ilichangiwa na masuala mbalimbali. Kwanza kabisa ni yale machafuko ya Oktoba, lakini pia kuminywa kwa nafasi ya kiraia, masuala ya utekaji na upoteaji wa watu, lakini pia ukamataji kinyume na sheria au ukamataji holela, pamoja na uwekaji kizuizini wa watu kinyume na sheria. Na ukisha kukosea kwenye kukamata, lazima utaharibu kwenye kuweka kizuizini. Tutakuja kuona zaidi huko mbele ni kwa nini hali ilikuwa hivyo. Na waathirika wakuu wa ukiukwaji wa haki za binadamu ni kwa mwaka 2025 walikuwa ni watoto na wanaume. Watoto hususan kwenye masuala ya ukatili, ikiwemo ukatili wa kingono na kimwili, lakini wanaume waliathiriwa zaidi na machafuko yale ya Oktoba, ukiukwaji wa haki jinai, pamoja na ukamataji na uwekaji kizuizini kinyume na sheria. Na sasa hapo haishangazi kuona kwamba haki ya kuishi imeendelea kuwa haki ambayo imekiukwa zaidi, kwa sababu ya mauaji mengi ambayo yalitokea 2025, tunaita mauaji kinyume na sheria. Lakini pia haki ya kuwa huru na salama ilishika nafasi ya pili, haki ya usawa mbele ya sheria nafasi ya tatu, nafasi ya 4 imeenda kwa uhuru dhidi ya ukatili, na nafasi ya 5 ni uhuru wa kuabudu. Kwa hizo ndo haki kuu 5 ambazo zilikiukwa zaidi kwa mwaka 2025 kulingana na tathmini ambayo tumeifanya. Sasa twende moja kwa moja upande wa matokeo makuu na masuala makuu ambayo yaliibuliwa, tukianza na mauaji kinyume na sheria. Naam, na mauaji hayo ya kinyume na sheria yamegawanyika katika makundi mbalimbali. Kundi la kwanza ni yale mauaji yaliyotokana na machafuko ya Oktoba, ambapo ripoti mbalimbali zinaonesha kwamba inaaminika mamia ya watu waliuawa. Kuna nyingine zinasema maelfu, na pia kulikuwa kuna mili ambayo ilikuwa inaonekana kwenye vituo mbalimbali vya afya. Nadhani watu wote mliweza kuona picha na video mbalimbali zinazogusia kuhusiana na matukio hayo ya Oktoba 2025. Lakini kitu kikubwa ambacho tulikiona ni matumizi ya nguvu kupita kiasi, na upande wa Zanzibar hakukuwa na matukio kama hayo. Naam, matukio hayo yaliyosababisha mauaji kipindi cha machafuko ya Oktoba itokea zaidi kwenye mikoa ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Songwe, Shinyanga, Geita, Mara na Mbeya. Waathirika mbalimbali waliweza kuripotiwa, ikiwemo wanaume, watoto, vijana, hata wale ambao walikuwa majumbani. Na kwenye mikataba ya kimataifa na viwango vya kimataifa vya haki za binadamu kuna masuala matatu kuhusiana na matumizi ya nguvu au masharti matatu ambayo lazima yazingatiwe. Kwanza ni ulazima wa kutumia hizo nguvu, lakini pili ni uwiano wa nguvu iliyotumika na tukio lililotokea, na tatu ni uhalali wa kisheria. Kwa haya yalitufanya tufikie kuona kwamba mauaji haya yalikuwa ni mauaji yanayotokana na maafisa wa vyombo vya dola kutumia nguvu kupita kiasi. Na matukio haya ukiangalia takwimu ambazo tunazionyesha hapo yameongezeka sana kwa zaidi ya 100%. Na hii inatupeleka kwenye pendekezo mojawapo ambalo tumekuwa tukilitoa mara kwa mara kwamba kuna haja ya kuunda chombo maalum cha kiraia kwa ajili ya kuangalia mienendo ya maafisa wa vyombo vya dola. Kwa sababu sasa hivi hapa nikitendewa vibaya na polisi natakiwa nikashtaki polisi, lakini mwananchi wa kawaida hawezi akapata huo ujasiri wa kwenda tena kumshtaki polisi. Lakini kama kuna chombo maalum, vipo hivi vyombo, kimoja kwa mfano, kuna mfano mzuri Afrika Kusini, majirani zetu Kenya pia wana chombo kama hiki cha kiraia, kitafanya raia wawe na ujasiri wa kwenda kushtaki na uchunguzi pia uweze kufanyika.
Na uchunguzi huo utaonekana kuwa haujaegemea upande wowote, utaonekana ni uchunguzi huru. Baada ya kutokea kwa matukio hayo, kulikuwa kuna matamko mengi mbalimbali ya kulaani na kukemea. Kwa kweli yamevunja rekodi. Hatujawahi kuona matamko mengi yaliyotolewa na taasisi na mashirika mbalimbali kama kipindi hiki, kama kipindi kile cha Oktoba au kufuatia machafuko ya Oktoba. Kwa mashirika mbalimbali ya kitaifa na kimataifa, viongozi wa dini, mpaka Umoja wa Mataifa pia walitoa matamko mbalimbali, Umoja wa Ulaya, na vitu vikubwa vitatu tulivibaini katika hayo matamko yote. Cha kwanza kabisa ni uchunguzi huru na usioegemea upande wowote kuhusiana na mauaji yaliyotokea. Pili kabisa ni uwajibikaji kwa matumizi ya nguvu kupita kiasi kinyume na sheria, na tatu ni ulinzi wa haki za kikatiba ikiwemo uhuru wa kujieleza pamoja na uhuru wa kujumuika na kukusanyika kwa amani. Kwa hivyo vitu vikubwa vitatu vilibainishwa katika matamko hayo. Na kama tunavyofahamu, hakuna haki za binadamu bila uwajibikaji. Hakuna haki za binadamu bila utawala bora. Hakuna haki za binadamu bila utawala wa sheria. Hizo ni nguzo za haki za binadamu. Lakini pia kulikuwa kuna madai ya miili kufichwa. Tumeshuhudia kuripotiwa kwa matukio ya misiba kufanyika na maziko kufanyika bila miili kuwepo, familia mbalimbali. Kwa hiyo pia ilikuwa ni changamoto, ikiwemo kwa ndugu John Ogutu ambaye anatokea Kenya. Tuliona pia familia yake ilikuwa inaomba sana waweze kupatiwa mwili. Kwa upoteaji wa miili hii iliyotokana na machafuko na mauaji ya Oktoba ilikuwa ni changamoto. Na serikali ilitoa kauli mbalimbali kuhusiana na machafuko hayo, ikiwemo kwamba nguvu iliyotumika iliendana na hali ilivyokuwa, lakini pia ilikiri kuminya mitandao ya internet pamoja na kuathiri haki za kidijitali, sambamba na kuzuia au kuminya uhuru wa mtu kwenda atakako. Tutakuja kuona ni kwa namna gani. Kuna ile amri ilitoka pia ya kuzuia watu kutoka nje. Lakini kikubwa pia zaidi, iliundwa tume ya uchunguzi. Kwa tutaona pia na yenyewe itatuletea kitu gani ambacho imekibaini. Nadhani nao wanakaribia kutoa ripoti hivi karibuni. Sasa tukiachana na mauaji yaliyotokea kipindi cha Oktoba yanayohusiana na matumizi ya nguvu kupita kiasi yanayofanywa na maafisa wa vyombo vya dola, kuna matukio mengine